ikiamua kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. SADC, msikilizaji, iliyo na nchi wanachama 16 ilitoa uamuzi huo wa pamoja kwenye mkutano wake wa kilele uliojadili hali ya nchini Kongo. Kwa hiyo kwa sasa vikosi vya jumuiya hiyo vinavyofahamika kama SAMI DRC vitaanza kuondoka nchini Kongo kwa hatua, kama alivyothibitisha mwenyekiti wa SADC na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Tumsikilize. Mkutano huu maalum umepitisha uamuzi wa kijasiri wa kuondoa ujumbe wetu wa kulinda amani kutoka mashariki mwa Kongo. Ni lazima tuharakishe utekelezaji wa maamuzi yaliyofikiwa wakati wa mkutano wa pamoja wa SADC EAC, ikiwa ni pamoja na utekelezwaji wa mchakato ya amani ya Rwanda na Nairobi. Zaidi ya hayo, mazungumzo ni msingi muhimu wa kuhakikishia watu wa Kongo amani ya kudumu. Wakati ujumbe wetu ukiwa katika hatua za kujiondoa, tunaomba ushirikiano wa kuwezesha hatua hiyo na ya kuhamisha vifaa vyetu. Kikosi cha jumuiya hiyo, msikilizaji, kinajumuisha wanajeshi kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, na wanajeshi hao walipelekwa mashariki mwa Kongo kulisaidia jeshi la taifa hilo kupambana dhidi ya uasi wa kundi la M23. Lakini ni kwa nini kikosi hiki kinaondolewa wakati bado vita vinaendelea? Roger Manzekele ni mchambuzi wa kisiasa kutoka Kinshasa, na hivi ndivyo alivyojibu swali hilo. Wanaondoka kwani wameshindwa vita hawakuweza vita, wamepigwa. M23 wameingia Goma, walikuwa pale wameshindwa na wanaamua kurudi. Hali ya usalama inaendelea kuzorota. Watu wengi, wanasiasa wengi walifikiri kama SADC itakuja itaweza kutatua hiyo mgogoro na kusaidia serikali ya Kongo kupambana dhidi ya waasi wa M23. Lakini ikiwa wao pia wameshindwa, ni watu kabisa wanasikitika sana na wanajiuliza ni nini suluhisho kudumu. Sio kabisa vikosi vya kutoka nje, ni ila Kongo yenyewe ijenge jeshi yake na jeshi kwa nguvu iweze kupambana. Huku hayo yakiarifiwa, Angola inaendelea na juhudi zake za kutafuta amani ya Kongo. Rais wa taifa hilo Joao Lorenzo alikutana hivi karibuni na rais wa DRC Felix Tshisekedi, na baada ya mkutano huo uliofanyika mjini Luanda, Lorenzo alitangaza kuwa mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi wa M23 yataanza ama yatafanyika tarehe 18 mwezi huu wa Machi, licha ya watawala wa Kongo kukataa mara kadhaa kukaa meza moja na waasi hao ambao inawachukulia kama magaidi. Baadhi ya vyanzo kutoka Kinshasa vimesema Kongo inafikiria kupeleka wakilishi kwenye mazungumzo hayo. Je, mazungumzo hayo yatakuwa na ufanisi kiasi gani katika kutafutia suluhu mgogoro huo wa mashariki mwa Kongo? Mali Ali ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Masuala kwanza kwa kweli ni ya kusitisha mapigano, sababu hali ambayo inaendelea imezua hali ya kibinadamu ambayo ulimwengu mzima sasa unahitaji la kufanya nchini Kongo, na ni uamuzi uliokuwa bora zaidi Bwana Tshisekedi amefanya kurudi katika uamuzi wake wa awali, kuweza kuzungumza na kikundi cha M23 ili waweze kutatua tatizo hilo la vita. Hali ambayo inazidi kuonekana ni kuzidi kudorora kwa jeshi la Kongo na serikali ya Kongo kuzidi kukosa mbinu na maamuzi ambayo yanaweza yakawahakikishia usalama wananchi, na huku kikundi cha M23 kikizidi kujinyakulia na kuteka miji, na hii inaweza kutia uoga serikali au hofu kwamba haya yanayoendelea na tunashindwa kuyazuia, basi yanaweza kuwa na malengo ya kuja hata kupindua serikali, kufika hata Kinshasa, mji mkuu. Asante Mali Ali, mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu, akitoa tathmini yake kuhusiana na mazungumzo hayo ya kutafuta amani ya Kongo yanayotarajiwa kufanyika wiki ijayo nchini Angola kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Tubakie bado nchini Angola, lakini safari hii tuziangazie siasa za ndani ya taifa hilo, ambako makundi ya wanasiasa kadhaa wa upinzani na marais wawili wa zamani
barani Afrika walinyimwa idhini ya kuingia nchini humo kuhudhuria mkutano wa demokrasia uliopangwa na chama cha upinzani The National Union for the Total Independence of Angola UNITA. Wanasiasa waliozuiwa kuingia Angola ni pamoja na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, seneta wa Kenya Edwin Sifuna na wanasiasa wengine wa upinzani kutoka Uganda na Namibia. Lakini ni kwa nini walizuiwa? Mwenzangu Sylvia Mwehozi alizungumza na kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo Dorothy Semu, ambaye ni miongoni mwa waliopatwa na mkasa huo. Kwa sasa amesharejea nchini Tanzania, lakini anasimulia madhila waliokumbana nayo. Kilichotokea ni kwamba tulipowasili uwanja wa kimataifa wa Luanda, tulipokelewa na wale watu wa kawaida wanaokagua kadi za chanjo. Baadaye akawa anakusanya passport za Tanzania, za Kenya, za Uganda, kwa kifupi passport za kundi letu. Kwa hiyo baadaye aliondoka, akarudi, akaita baadhi yetu tena na wengine, kwa hiyo tukawekwa pembeni, tukapelekwa sehemu nyingine kama kupitia uchochoro fulani wa mlango wa kioo, na tukajikuta sehemu ya kuondokea watu ya kawaida, yani departures lounge. Kingine ambacho kilikuwa kinatutanisha ni kwamba walikuwa hawaongei Kiingereza wala Kiswahili. Kwa hiyo kila ukimuuliza mtu aseme hasa kinachofanyika ni nini, na baadaye ndio wakatuambia kwamba tumenyimwa kuingia Angola, tumekataliwa na uhamiaji. Hawakutaja sababu za kwa nini mmekataliwa kuingia Angola? Hawakutaja sababu na hawakutupa hiyo nafasi. Mlikaa hapo uwanjani kwa muda gani mkizuiliwa? Wenzangu tulikaa karibia saa mawili kabla ya kuondoka kurudi hadi. Naam, ni Dorothy Semu ambaye ni kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo akikamilisha mahojiano haya yaliyofanywa na mwenzangu Sylvia Mwehozi. Naam, na serikali ya Angola haijasema lolote juu ya hilo, na vile upinzani nchini humo umesema hatua hiyo imemchafulia jina rais wa taifa hilo Joao Lorenzo, ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika. Na vile makundi ya kutetea haki za binadamu yametuhumu Angola kwa kukandamiza upinzani kupitia sheria mpya ambazo zinadhibiti vyombo vya habari na kuwaandama wapinzani. Nchini Kenya ni kwamba baada ya Rais William Ruto anayetokea chama tawala cha United Democratic Alliance UDA na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga wa chama cha Orange Democratic Movement ODM kusaini mkataba wa kisiasa utakao waruhusu kufanya kazi, wachambuzi wanasema makubaliano hayo hayakujikita katika misingi ya kisheria na katiba, na vile baadhi ya raia wanasema Raila Odinga ameweka maslahi yake mbele kuliko maslahi ya taifa. Shisia Wasilwa, mwandishi wetu kutoka Nairobi, anatufahamisha hapa namna mambo yalivyojitokeza huko. Vyama hivyo vingali wanachama wa miungano ya kisiasa ambayo haijavunjwa rasmi na havijajiondoa rasmi kuweza kuunda muungano mpya. Wachambuzi wa siasa wanahisi kwamba hii ndio sababu vinara hao hawakuweza kutangaza muungano rasmi wakati wa kutia saini mkataba wa ushirikiano. Hata hivyo, wananchi wanasema utekelezaji wa aliomo unaweza kuishia katika kuundwa kwa muungano ambao utaendelea kuleta utulivu nchini katika miaka ijayo. ODM ni chama tanzu cha muungano wa Azimio la Umoja wa One Kenya na UDA ni mwanachama wa muungano utawala wa Kenya Kwanza. Mikataba ya miungano hiyo miwili imepelekwa kwa msajili wa vyama. Je, wananchi wanayapi kusema kuhusu muungano huo? Jina langu ni Ken Tarus. Kwa maoni yangu mimi nimefurahia sana hiyo kuungana kwa hawa. Kila mtu anakaribishwa. Nyanza, Western, Central, Rift Valley, lakini Central msikuja na ule mtu mwenye alikuwa ametuharibia. Mimi naitwa Peter Kimwetini Maritim. Nimefurahi sana kukuwa na ushirikiano katikati ya Raila na Ruto. Tumeshukuru sana Ruto kupokea Raila akuje ndani ya katikati ya serikali, wawe pamoja na watu ya huko chini wote, tuwe pamoja kuunganisha Kenya na kushirikiana pamoja. Wakenya wanasema kulingana na tamko la Odinga kuna uwezekano vinara hao wanasubiri utekelezaji wa mfumo wa kisheria kabla ya kutangaza muungano rasmi mwaka 2027. Kiongozi wa chama cha Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka, ambaye ni kinara mwenza katika muungano wa Azimio, alitaja mkutano wa Raila na Ruto ni usaliti mkubwa kwa Kenya. Ingawa Raila na Ruto waliafikiana kutekeleza ripoti ya NADCO ambayo ni matunda ya mazungumzo ya pande mbili katika ukumbi wa Bomas of Kenya mwaka 2023,
Wakenya wanasema jinsi walivyoisuka ndoa yao ndio sababu inayofanya ipingwe, kwa kuwa wanaonekana kujinufaisha wao binafsi na washirika wao. Raila amesahau na ndoto yake. Ile ilikuwa ndoto ya kupigania Mkenya na amekuwa mtu wa kujipigania tumbo yake. Miongoni mwa mapendekezo ya ripoti hiyo ni kubuniwa kwa wadhifa wa waziri mkuu ambao inasemekana umepangiwa Odinga. Wakenya wanasema kuwa utekelezaji wa baadhi ya mapendekezo ya NADCO utahitaji kura ya maamuzi na kutumia njia ya mkato kupitia bunge. Wakenya hao wanasema kuwa kwa sasa wadhani Rais Ruto anaweza kukubali kura ya maamuzi, hasa baada ya kutofautiana na alikuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Wameongeza kusema kuwa atakuwa anavikaribisha vita vya kuonesha ubabe ambavyo vinaweza kuitumbukiza nchi mahala pabaya. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Naam, Rais Ruto na Raila Odinga wametofautiana kisiasa na aliwahi kusema hatoweza kumshirikisha katika serikali yake, lakini swali linaloulizwa hapa ni je, kipi kimebadilika hadi akaamua kumkaribisha Raila kujiunga naye? Barak Moluka ni mchambuzi wa kisiasa wa Kenya na analijibu hilo. Wakati uliopo huu ni kwamba Raila ndio mlingoti ambao umesalia kuweza kuishikilia serikali ya Rais William Ruto hasa bungeni baada ya kumpupurusha aliyokuwa naibu wake wa rais. Hivyo basi Raila amepata nafasi nzuri sana ya kuweza pia kujipendekeza, kujikita katika madaraka na mamlaka ya serikali na kuweza kujitafutia matakwa yake anapokuwa mle ndani. Naam, bado unaendelea kusikiliza Afrika Wiki Hii inayokupa nafasi ya kusikia yale muhimu yaliyojiri katika bara la Afrika kwa kipindi cha juma zima. Mimi ni Amina Abu Bakar na naona hapa muda unayoyoma. Tuliangazia suala hili la umeme kwa haraka. Jadala mkubwa ulizuka nchini Tanzania baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kusema kuwa taifa hilo la Afrika Mashariki linatarajia kununua umeme kwa ajili ya mikoa ya kanda ya kaskazini mwa taifa hilo. Mjadala huo umeibuka huku wananchi wakihoji iweje Tanzania inunue umeme nje ya nchi wakati serikali ishasema kuwa mikakati ya uzalishaji umeme inayofanyika inatoa ishara kuwa Tanzania ina uwezo wa hata kuuza umeme nje ya nchi. Hata hivyo, Tanzania imeutetea mpango wake wa kununua nishati hiyo kutoka Ethiopia kupitia Kenya na imesema lengo ni kushughulikia changamoto za mara kwa mara za upatikanaji wa umeme katika kanda ya kaskazini. Gerson Msigwa ni msemaji wa serikali ya Tanzania na hapa anafafanua ni kwa nini serikali inalazimika kununua umeme kutoka nchi jirani. Serikali kununua umeme kutoka nje ya nchi sio mara ya kwanza. Tunanunua umeme Mombasa kule Kenya kwa ajili ya kwenda wilaya ya Mkinga kule Tanga. Tunanunua umeme kwa ajili ya mkoa wa Kagera kutoka Uganda. Tunanunua umeme Sumbawanga kwenda Sumbawanga pale kutoka Zambia. Ni utaratibu wa kawaida, na nchi kununua umeme kutoka jirani haina maana nchi hiyo ina upungufu wa umeme. Haya ni masuala ya kitaalamu. Uimara wa grid wa usambazaji wa umeme unachangiwa kwa kiasi kikubwa na uwepo wa uhakika na wa karibu wa chanzo cha umeme unaotumia. Kwa hiyo unaweza katika nchi yako ukawa na umeme mwingi mpaka ziada, lakini miundombinu yako haikuelekea kila mahali. Kwa hiyo yako maeneo ambayo pamoja na wewe kuwa na umeme mwingi, huo umeme wako kuufikisha katika maeneo hayo kutakuwa na changamoto. Kwa hiyo kama kuna umeme sehemu ya jirani, inakuwa ni nafuu kwako kuchukua huo umeme kuliko kusafirisha umeme wako kutoka mbali ambako utapata hizo changamoto za mtikisiko. Sasa ni muhimu watu wakajua kwenye swala la umeme kunahusisha mambo kama matatu. Kwanza ni kuzalisha, pili kusafirisha, na tatu ni kusambaza. Haya yote haya matatu ni lazima yawe kwa uhakika, ndipo unakuwa na umeme wa uhakika kwenye eneo husika. Ni msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa. Tuingie sasa nchini Rwanda ambako makanisa na nyumba za ibada 600 zilifutwa kabisa nchini humo, huku serikali ikitoa kanuni mpya zinazoratibu uendeshaji wa makanisa na nyumba za ibada. Moja ya kanuni mpya inasema ili mtu aruhusiwe kufungua kanisa au nyumba ya ibada atahitaji kukusanya sahihi 1000 za watu kutoka eneo ambalo kanisa hilo litaendeshea huduma zake za kiroho. Uamuzi huo umezua maoni mseto miongoni mwa waumini, na hii hapa ni ripoti ya mwenzetu kutoka Kigali Silvanos Karemera.
Kanuni hizi pia zinasema kwamba ili mtu aruhusiwe kufungua nyumba ya ibada au kanisa atatakiwa kulipa pesa milioni 2 faranga za Rwanda ambazo ni sawa na dola za Marekani 1600. Pia kwa mujibu wa kanuni hizi mpya, mtu atakayefungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa kuwa na elimu ya ngazi ya chuo kikuu katika masomo ya theolojia au mafunzo ya dini. Lakini kama hilo halitoshi, nyumba ya ibada au kanisa itatakiwa kuonyesha mfumo mzima wa uongozi wake na wajibu wa kila mtu, lakini pia kuonyesha jinsi mapato yanavyoingia kanisani zaidi. Lakini huyo atakayehitaji kufungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa pia kuonyesha ramani ya jengo la ibada, kuhakikisha ikiwa kweli inakidhi viwango vya kuitwa nyumba ya ibada au kanisa. Kanuni hizi zimetolewa na Bodi ya Taifa ya Utawala ambayo kwa kawaida huratibu utendaji kazi wa taasisi mbalimbali za utawala na mashirika yasiyo ya kiserikali. Mkurugenzi wake mkuu Dr. Doris Uicheza Picard anasema baada ya uchunguzi uliofanywa na serikali kulionekana matatizo mengi kuhusu utendaji kazi wa makanisa na nyumba za ibada. Hata hivyo, uamuzi huu umezua minong'ono, baadhi wakidai kuwa uamuzi huu wa serikali unanuia kudhoofisha shughuli za ibada, huku wengine wakionekana kuridhia uamuzi huo. Shughuli za kufunga makanisa na nyumba za ibada zilianza mwezi wa 8 mwaka uliopita. Sasa wakati kanuni hizi mpya zikitangazwa, makanisa na nyumba za ibada 600 zimetajwa kufutwa kabisa. Silvanos Karemera, DW, Kigali.